wananchi hawa wa kuona umuhimu na kazi ambazo polisi tunazifanya katika mkoa wa Songwe, wakaona watuunge mkono ili tufanye kazi kwa ufanisi zaidi, ili na wao basi tunapopata amani na utulivu kwenye mkoa wetu, shughuli za kijamii, kimaendeleo na kisiasa kwa ujumla zinakwenda vizuri katika mkoa wetu. Wao wametusaidia, ndugu Livingstone ametusaidia vifaa vya usafi, lakini pia vifaa hivi vinatusaidia kufanya usafi kwenye sehemu za kijamii. Nikumbuke kwamba sasa hivi tunashirikiana na jamii kwa mambo mbalimbali. Pia nichukue nafasi hii kwamba tarehe 25 tutakuwa na shughuli ya polisi jamii kitaifa ambayo itafanyika katika mkoa wetu wa Mbeya. Kwa hiyo tuna matukio kuelekea siku hiyo, pamoja na kujishughulisha kwenye shughuli za kijamii, kutoa misaada na kufanya usafi. Kwa hiyo vifaa hivi vitasaidia sana katika shughuli hiyo. Hajaishia hapo tu ndugu yangu huyu bwana Waya, lakini pia hapa katika kituo chetu kulikuwa na shida ya maji. Tuna shida ya maji ambayo hayatoshelezi. Tuna watuhumiwa, lakini wageni wanaokuja, lakini askari kwa mamlaka. Mheshimiwa mbunge yeye alishafanya msaada wake, alifanya utafiti hapa, ikaonekana kwamba inaweza kuchimba kisima chenye thamani ya shilingi milioni 12. Mheshimiwa mbunge wa eneo hili tayari aliona hilo na akatuchangia shilingi milioni 4 katika hizo milioni 12. Ndio maana leo yuko mwakilishi wake hapa. Lakini ndugu yetu Waya baada ya kuona hiyo hali anasema hapana, hiyo iliyobaki na yeye atachangia ili mradi huo uweze kukamilika na maji yapatikane. Hatujaishia hapo. Ndugu yetu bwana DMX pamoja na kutufanyia wiring na shida ya umeme kidogo hapa, yeye aliamua kujitolea kutengeneza sola. Kwa hiyo katika kituo chetu hapa ametufungia panel ya umeme wa jua kwa kituo chote. Kwa hiyo umeme hapa ni masaa 24. Na kana kwamba hiyo haitoshi, ameamua kumuunga mkono mwenzake hapa kwamba na yeye atachangia katika ujenzi wa kisima, atanunua nyaya pamoja na pampu yenyewe. Kwa hiyo kwa swala la maji tunawashukuru sana kwamba zoezi hilo limekamilika. Nichukue nafasi hii kwa niaba ya askari wote wa mkoa wa Songwe, lakini pia kwa niaba ya Inspekta Jenerali wa Polisi ambaye mimi ndio namwakilisha hapa, kuwashukuru sana wadau hawa kwa kuliona hilo na kuchangia juhudi za serikali katika kuendeleza kuleta amani na utulivu katika mkoa wetu. Niwaombe na wadau wengine, najua tuna nafasi tofauti tofauti, endeleeni kuliunga mkono jeshi la polisi, juhudi za serikali. Serikali haiwezi kila kitu peke yake. Kwa hiyo tunapopata misaada kama hii, tunajua jinsi gani basi watu wanakubali huduma tunayotoa katika jamii, na wao kama jamii, haya ndiyo marejesho yake. Niwashukuru sana, na hapo mlipotoa naamini Mwenyezi Mungu ataongeza kwa kiasi kikubwa, wazidishie. Jeshi la polisi kwa namna ambavyo linaenda nchi yetu na jimbo letu kwa ujumla. Mheshimiwa mbunge ameniagiza kuja kupokea cheti ambacho tumepewa na jeshi la polisi. Anasema anashukuru sana, lakini pia anashukuru kwa namna ambavyo anaambiwa na watu kutokana na namna polisi walipojipanga vizuri, kuanzia kwenye vijiji kwenda kwenye kata mpaka wilaya mpaka mkoa. Anasema anawashukuru sana, anapenda muendelee na mwenendo huo kufanya kazi na utu, kwa sababu polisi saizi tofauti na zamani kwa tunasikia kwamba polisi ni adui. Saizi wamekuwa karibu sana na wananchi. Kazi ya polisi ni kuhakikisha usalama wa wananchi yoyote yule. Wao wamesema anaomba sana polisi waendelee na mshikamano huu.